Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, ninaamini kwamba mliweza na kuamka salama, mmeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuomba kwamba ama kujitamkia kwamba siku yenu ikawa ni ya baraka. Hapa ninawakaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi kubarikiwa pamoja kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Tuzidi na kufundishwa mengi kuhusu ama kutokana na Roho Mtakatifu, ambapo ninaamini kwamba kufikia hapo tunaendelea na kupokea mengi na umeweza na kujua 1, 2, 3 kuhusu Roho Mtakatifu. Basi karibu sana tuendelee na kufundishwa na Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Changoma, ambapo ninaamini kwamba siku ya leo pia utaweza na kujua mengi. Karibu, tubarikiwe. Ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo mtazamaji. Karibu katika neno la Mungu na tuweze kuanza kwa maombi. Tunakushukuru Baba yetu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya uhifadhi wa maisha yetu. Hakika Mungu unatupenda na unatujali. Ni asubuhi nyingine ambayo umetupa kuiona na tunasema asante. Na kwa sababu tunataka kuanza kwa neno lako, tunakuomba ili ukatembee pamoja nasi na Roho Mtakatifu akituongoza. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Ndugu mtazamaji, ningependa tukaweze kuendelea kusoma neno la Mungu. Asubuhi ya leo tutasoma kutoka kwenye kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, mlango wa 8 mstari wa 9 hadi 13. Tusome pamoja. Lakini katika mji huo alikuwepo mtu mmoja aitwaye Simon, ambaye alikuwa mchawi. Kwa muda mrefu alikuwa amewapumbaza na kuwashangaza watu kwa mazingaumbwe. Akawa anajigamba kuwa yeye ni mtu maarufu. Watu wa tabaka zote, wakubwa kwa wadogo, walifutiwa sana naye. Wakawa wanasema, bila shaka mtu huyu ndiye ile nguvu ya Mungu iitwayo uwezo mkuu. Wakamsikiliza kwa makini kwa sababu aliwastaajabisha kwa mazingaumbwe yake. Lakini watu walipoamini mahubiri ya Filipo kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, walibatizwa waume kwa wake. Hata Simoni naye aliamini, na alipokwisha batizwa aliambatana na Filipo. Alipoona ishara na miujiza aliyofanya, Filipo alistaajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, mahali tumesoma mtu mmoja aliyetumia nguvu za kishetani, akastaambisha watu wengi, akifanya miujiza na kufanya sarakazi nyingi. Na kwa sababu neno la Mungu, waliojawa na Roho Mtakatifu walikuwa walitembea kila pembe wakilihubiri neno la Mungu, wakiwa shujaa, wakijaa Roho Mtakatifu. Hakika Filipo aliweza kuenda na kuhubiri na kuwahubiria wale watu ambao walikuwa wanamwamini yule mchawi. Lakini Roho Mtakatifu ana nguvu kuliko roho wa shetani. Kwa sababu Filipo alivyoweza kufanya, tumeambiwa amelifanya hata yeye miujiza.
na miujiza yake ilikuwa ni mikuu kuliko ya yule mchawi. Kwa hivyo hata yule mchawi alipoona kunaye anaye nguvu kumliko, akaamini na akabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamedumu katika giza, wanaabudu miungu, wanafuata watu wenye kufanya sarakasi za dunia, wakitafuta mali, wakitafuta maisha yenye raha ya kiulimwengu. Lakini wacha nikupe habari mtazamaji. Kunazo nguvu ambazo zinaweza kufanya hata zaidi kuliko kiasi ambacho kinafanywa na wa dunia. Roho Mtakatifu akijaa ndani ya maisha yako, hata wewe utastaabisha wengi. Na wale ambao unatembea na wao, wale ambao unashinda na wao, hata kama wanatumia nguvu za shetani, hawawezi wakakutendea jambo lolote, kwa sababu Roho Mtakatifu yu ndani yako. Na Roho Mtakatifu ana nguvu kuliko nguvu za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri kufuata maagizo ya Roho Mtakatifu, na ni kwa njili ya kumpokea Yesu Kristo na umpokee Roho Mtakatifu, hakika utatenda maajabu. Kama hata watu ambao ni wachawi waliweza kugeuka na kuamini wakiona yale ambayo yanatendwa na Roho Mtakatifu, hata wewe leo unaweza kuwa mmoja kama Filipo. Jitie nguvu, usiwaogope wachawi, usiogope wenye kutenda miujiza, usiende kutafuta mambo ambayo yanaweza kukusaidia maishani kwa watu. Lakini ukimkubali Roho Mtakatifu, atakutendea yeye mwenyewe. Na nimesema ya kwamba Roho Mtakatifu utenda kiukamilifu. Kwa hivyo Filipo aliweza kumweleza habari huyu mchawi, akatenda miujiza mikuu kumliko, na yeye kwa sababu aliona ni kweli nimeshindwa. Na usikose kujua ya kwamba alikuwa anajidai, na watu hata wakamwamini, wakasema huyu ndiye yule ambaye, jinsi tunavyosikia wengine wanasema mambo makuu na watu wanaweza kufuata wakisema huyu kwa hakika ndiye mhubiri kwa sababu ya miujiza. Jichunguze maishani mwako. Mtu mwenye kujawa na Roho Mtakatifu ana sarakasi, anjinui, yeye tu ungojea sifa simurudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Filipo hatukusoma kwamba alinjiinua akanjiita yeye ndiye mkuu, lakini yeye kwa nguvu za Roho Mtakatifu aliweza kutangaza neno la Mungu. Na kama kulikuwa na mambo ambayo ni ya kufanya, akamwachia Roho Mtakatifu atende. Na Roho Mtakatifu alipotenda, watu wakashangaa na wakaona mtu mwingine mkuu kuliko yule mchawi waliyemwamini, na wakangeuka na wakakubali habari ya Yesu Kristo na wakabatizwa. Mchawi akaona mambo yamebadilika, hata yeye akajiingiza pale akabadilika, na yeye pia akaweza kubatizwa. Na nasoma habari njema ya furaha, alijiunga na Filipo, wakaanza sasa kueneza neno la Mungu. Hiyo ni kusema ya kwamba huyo roho mchafu aliweza kuondoka, lakini akajawa na Roho Mtakatifu na akafutwa na Filipo. Je, mahali unapoenda unasimama imara kumtangaza Kristo ukitumia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu? Hata ukitembea kwa wale wenye mazingaumbwe, hawawezi wakakutendea jambo. Utakuwa unasema makuu, hata wao wanashangaa, na mwisho wataacha hizo njia bofu na watafuata Kristo kwa ajili yako. Mtazamaji, simama imara. Hakuna jambo la kuogopa. Hata dunia ikibadilika, hata watu wakianza kuabudu sanamu, hata watu wakianza kutumia miujiza ya kidunia, usiogope. Hata ukiwa unafanya kazi na watu ambao wanatumia nguvu za kishetani, usiogope. Mkubali Kristo na uachilie nguvu za Roho Mtakatifu usifanye kazi.
Watakuwa wanakuja na wanakuacha pale, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuna siku atashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapotafuta kazi, usiende kwa waganga, usiende kwa wachawi. Wewe tu muombe Mungu na utumie jina la Yesu Kristo, ukitumia nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu Kristo alitupa Roho Mtakatifu atufundishe, atuongoze na atulinde. Kwa hivyo hakuna cha kuongopa siku ya leo, kwa sababu Roho Mtakatifu yu ndani yetu. Roho Mtakatifu anaishi katikati yetu. Mtazamaji, jambo nzuri, achilia Roho Mtakatifu katika familia afanye kazi. Achilia Roho Mtakatifu kazini mwako, biasharani ambayo biashara uko nayo, muachilie Roho Mtakatifu. Usitafute vitu ambavyo vitakuja kuzuia mtu asikuroge ama asifanye mambo katika biashara yako. Hapana, ni kufungua biashara yako, kumuomba Mungu na umpe Roho Mtakatifu nafasi alinde mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Habari njema mtazamaji. Je, kwa nini kusumbuka? Kulikuweko na wachawi hata kitambo. Tumemuona mchawi, lakini nguvu za Roho Mtakatifu akaweza kushindwa. Na mtu akishindwa anajiunga na wale ambao ni washindi, akajiunga na Filipo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe siku ya leo, wale ambao unatembea na wao, wale unaishi na unashiriki na wao, waone nguvu na miujiza yako kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakaweze kusikiliza maneno yako, wakaweze kuangalia biashara yako na wakaone Mungu mkuu, kwa sababu Roho Mtakatifu anatenda maajabu. Bwana Yesu asifiwe na kubariki na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa nafasi ya neno lako maishani mwetu, neno ambalo ni chakula cha roho wetu. Mungu Baba, tunaomba ukaweze kuendelea na kutufundisha na kudumu katika maisha yetu. Wabariki watazamaji wote na unibariki, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tumeomba. Amina. Asubuhi ya leo tumeweza na kujua kwamba nguvu za giza ushindwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Maana tumeweza na kuona mtu mmoja ambaye alijulikana kama Simoni. Wakati uliweza na kufika, maana alikuwa anafanya tu kazi za kiuchawi, mazingaombe pale, anadanganya watu. Watu walikuwa washamuamini kwa sababu ya yale ambayo alikuwa anayafanya. Lakini wakati ambapo Filipo aliweza na kufika, akaweza na kuhubiri ile habari njema ambayo Roho Mtakatifu alikuwa amemjaza, akaweza na kumtumia vilivyo. Hata wale watu waliweza na kujua baadaye, kumbe huyu Simoni ambaye tulikuwa tunamwamini, kumbe afai kuaminiwa, ni mazingaombwe tu, ni mambo ya kiuchawi. Na yote, hata yule Simoni baadaye alikuja na kuamini na akabatizwa, kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu aliyokuwa anafanya kazi ndani ya Filipo. Akaweza na kufanya hata miujiza mingi. Watu wakajua kumbe hata miujiza ambayo ni ya kiukweli iko pale ni kutokana na yule Mungu ambaye anahubiriwa na Filipo. Hiyo kazi yote imefanywa na Roho Mtakatifu, maana ni mwalimu. Na pia tukaweza na kujua kwamba kumbe Roho Mtakatifu ni Roho ambaye yuko na mpangilio. Sio roho wa kufanya vitu sarakasi pale. Unaona mtu anatokea anafanya tu kitu ambacho hata wewe ukiangalia hivi unaona kwamba hiki ni sarakasi tu, lakini watu bado wanaendelea na kumfuata. Hautamfuata ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Maana utakuwa unajua huyu ameweza na kujazwa na maroho ya aina gani. Utaweza na kujua kabisa. Tuombe sana Roho Mtakatifu azidi na kufanya kazi ndani yetu.
azidi na kutuongoza, kutufanulia yale yote ambayo tunayataka kuyajua. Na hakika Mungu ataweza na kusifika ndani yetu, na ataweza na kufurahia kazi yetu. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu na akutangulie na neema yake ikutoshe. Shalom.